Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Benki ya CRDB imetangaza kupata faida ya bilioni 551 baada ya kodi, ambapo imetoa kiasi cha fedha bilioni 169 kama gawio kwa wanahisa wake. Kulingana na faida hiyo, bodi ya wakurugenzi ya CRDB imependekeza gawio la shilingi 65 kwa hisa, ikiwa ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na mwaka jana ambapo gawio lilikuwa ni shilingi 50 kwa hisa. Profesa Ali Hussein Lai ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa CRDB. Hapa anaeleza katika mkutano wake na waandishi wa habari jijini Arusha kuelekea mkutano mkuu wa 30 wa wanahisa wa benki hiyo. Ndugu waandishi wa habari, mkutano wa mwaka huu umebeba kauli mbiu ya miaka 30 ya ukuaji wa pamoja. Tumekuwa pamoja, ndio kauli mbiu yetu. Kauli mbiu hii inaakisi kwa kina safari ya mafanikio ya benki ya CRDB tangu kuanzishwa kwake, ambapo ukuaji wa benki umeenda sambamba na ongezeko la thamani ya uwekezaji wa wanahisa wetu. Huu ni uthibitisho kwamba mafanikio ya benki si ya peke yetu kama taasisi, bali ni mafanikio ya pamoja kati yetu na wamiliki wetu, yaani wanahisa. Mfano halisi wa ukuaji wa pamoja tunaushuhudia katika ongezeko kubwa la thamani ya hisa za benki tangu kuorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam mwaka 2009 mwezi Juni tarehe 9. Hiyo naikumbuka sana. Ndio siku ambayo tumeingia kwenye mnada wa hisa. Hivi sasa bei ya hisa ya CRDB imefikia shilingi 820. Hii ni siku inaandikwa hotuba. Lakini nimeambiwa mpaka jana hisa zimepanda mpaka 860. Katikati zimepanda sana. Sasa imagine tangu tarehe 9 mwezi Juni 2009 thamani ya hisa wakati unaenda soko ilikuwa shilingi 150. Leo ni shilingi 860. Ndio maana tunasema benki imekuwa. Pigeni makofi kidogo. Kwa hivyo imefika shilingi 860 kwa hisa moja sokoni, ikiwa ni ongezeko la 613%. Ukilinganisha na thamani ya awali wakati ukoorodheshwa. Hii ni jambo la kujivunia, kwani linaonyesha imani ya wawekezaji kwa taasisi yetu na udhibiti wa benki katika kutoa thamani kwa wamiliki wake. Aidha, tumekuwa tukishuhudia ukuaji wa gawio kwa wanahisa kila mwaka, na kwa mwaka huu kutokana na faida baada ya kodi ambayo benki imeipata ya shilingi bilioni 551. Bilioni 551 ni nusu trilioni, si ndio? MD. Ni nusu trilioni. Bodi ya wakurugenzi imependekeza gawio la shilingi 65 kwa kila hisa sawa. Hiyo ni sawa na ongezeko la 30%. Mwaka jana tulitoa shilingi 50, mwaka huu shilingi 65. Na hiyo bodi imefanya uamuzi huo kwa reward wanahisa ambao wamekaa na sisi, wamevumilia kwa muda wote. Sasa wanapotimiza miaka 30 lazima tuwa reward wa kuwapa dividend ya shilingi 65. Lakini at the same time hisa inapanda thamani sokoni. Tunaongeza thamani ya hisa sokoni. Kwa hivyo tutatoa shilingi 65 kwa kila hisa sawa na ongezeko la 30% kulinganisha na gawio la shilingi 50 lililotolewa mwaka jana. Iwapo pendekezo hili litaidhinishwa, na mimi naamini litaidhinishwa, jumla ya gawio litakalolipwa kwa wanahisa wote mwaka huu ilitakuwa ni shilingi bilioni 169.8, ambayo ni sawa na 30% ya jumla ya gawio lililopwa mwaka wa fedha 2023. Ndugu waandishi wa habari, kipekee nitumie fursa hii kuwakaribisha sana wanahisa wote wa benki ya CRDB katika mkutano mkuu wa 30 utakaofanyika siku ya Jumamosi tarehe 17 mwezi wa 5 2025 katika ukumbi wa Simba ulipo katika kituo cha kimataifa cha mikutano ya Arusha AICC kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa CRDB Abdulmajid Nsekela alikuwa na haya ya kusema. Tunaelekea kwenye mkutano mkuu wa wanahisa wa 30. Mkutano huu kama mnafahamu, benki yetu ya CRDB ni benki ambayo inamilikiwa na wanahisa mbalimbali, lakini ni benki vile vile iliyoorodheshwa katika soko la hisa, kwa sababu ni mkutano ambao tunakutana na wawekezaji walioamini na kuwekeza katika benki yetu. Wanaangalia na kutafakari maendeleo ya benki yao ilikotoka na ilipo inakoelekea, lakini wanapata fursa
ya kutoa ushauri mbalimbali wa wapi tunaenda. Pamoja na hayo, sisi mkutano huu tunautumia kama fursa ya kuendelea kutafakari jinsi gani tunaweza kuboresha huduma zetu, ni maeneo yapi ambayo hajafikia, lakini ni mkutano ambao tunasherehekea mafanikio kwa pamoja. Ndugu waandishi wa habari, mwaka huu ni mwaka, naweza kusema mwaka pekee wa kipekee, very special year. Kwanza mimi kama mkurugenzi mtendaji wa benki, kwangu ni mwaka ambao ni kipekee, maana miaka 30 ya benki hii nimeishuhudia. Kwanza niseme yale matawi yetu yaliyoanza nje yanafanya vizuri. Benki yetu ya Burundi inafanya vizuri sana, ni ya kwanza Burundi. Lakini wakati mwaka jana tukutana, tulisema tumeanza biashara wa Kongo DRC. Napenda kuambia kwamba biashara imeanza kushamiri. Tulikuwa Lubumbashi, lakini sasa hivi tuko Kinshasa. Matawi matatu yanafanya kazi. Lakini wakati tunawaambia, tulikuwa tunafuatilia vibali ya kufungua tawi letu Dubai. Vibali vimekamilika na sasa tunakamilisha ofisi ili kazi ianze. Mpango tulionao, mpango mkakati wetu unaongozwa na mpango wa miaka 5 ambako tumeangalia nchi zote za Afrika Mashariki, na kuna nchi karibuni tutaendelea kuzifanyia kazi. Tunaenda mchakato. Mkutano mkuu wa 30 wa wanahisa wa benki ya CRB una kauli mbiu ya miaka 30 ya ukuaji pamoja. Unatarajiwa kufunguliwa na makamu wa rais Dr. Philipo Isdori Mpango Mei 17 mwaka 2025 jijini Arusha. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hotel inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.